Katika bara la Afrika, nathubutu kusema, katika bara la Afrika, nathubutu kusema, ni Tanzania peke yake leo ni taifa. Nchi nyingine bado zinahangaika kuwa taifa, bado ni mkusanyiko wa makabila. Kwa hiyo mnaposema never again, maana yake ni never again kurudi jana au juzi ya tofauti za nini? Za makabila. Never again. Lakini katika bara la Afrika, sisi ndio nchi yenye mtengamano mkubwa wa kidini. Na ndio maana katiba hii inasema Tanzania ni nchi ya kidemokrasia isiyokuwa na dini. Kwa hiyo tunaposema never again, ni mtu kutaka kuturudisha huko. Tanzania, bila ubishi wowote, ni taifa ambalo limekuwa daima tayari kujitoa muhanga na kutumia kidogo ilicho nacho kuwasaidia wale wote ambao walikuwa hawana uhuru, wale wote ambao walikuwa hawajakombolewa, wale wote wanaoonewa. So nataka nianze kwa nyie vijana. Nyie ndio mna constitute asilimia kubwa sana ya Watanzania. Kwa nyie ndio watu mnaoweza kuamua hatima ya nchi yetu. Sasa kuna tofauti, kuna mambo mawili ambayo nataka nianze nayo kama msingi. Kuna tofauti kati ya government na nation. The difference between a government and a nation. Kuna tofauti kati ya nchi na serikali. Sasa duniani hapa serikali hizi zinapita. Chukua mfano wa Marekani, kuna wakati Democrats wanaongoza, kuna wakati Republicans wanaongoza. Ukienda Ghana kuna wakati NPP wapo madarakani, ukienda Kenya sasa ndio vurugu. Mara kila mwaka uchaguzi wao wana chama kingine. So these things happen. Lakini msingi ni kwamba nation, nchi lazima ibaki no matter what happens. Ndio maana tunaposema never again, na hii topic tunasema kwa sababu tunafanya reference ya mambo yaliyotokea Oktoba 29. Is that right? Sasa ndio maana nasema kuna tofauti kati ya nchi, a nation, na serikali. So ukiwa kijana lazima ujue, bila kuzingatia chama unachotoka, jukumu kumpa populist leader nchi kuongoza ni sawasawa na kumpa mtoto msumeno. Atakata kila kitu, kwa sababu mtoto hajui athari ya msumeno mkononi mwake. So leo hapa ndio shida ipo kwenye populism activist. Mtu yuko Nairobi au mtu yuko Marekani, mambo ya social media atakuja kuongelea mshi. Anatumia social media. Yaani anatumia social media hata umuoni. Kwanza anatumia pseudonyms. Yaani hata jina analotumia pale sometimes, yaani hata jina lake hujui, labda amejiandika tu pale Maharage. Maharage anakuambia kwamba maandamano yameshaanza Mwanza ndio kaandamane, na unamfuata Maharage. Nyie kama wasomi, we must use our brains. Now we must protect the nation. Na mara baada ya kupata nafasi vijana wale ya kuulizwa kwa nini wanasema never again, walikaliliwa wakizungumza mambo mawili. Moja, wakasema sisi vijana wa Dodoma hatuko tayari kushuhudia nchi yetu inavurugwa kwa makusudi ama bahati mbaya katika misingi ya amani, umoja na mshikamano. Hiyo ilikuwa statement yao ya kwanza. Lakini jambo la pili, walimwambia Mheshimiwa Rais, never again tunamaanisha kwamba hatuko tayari hata kushuhudia mtu yoyote mwenye nguvu, aliyekuwa mnyonge, mwenye akili timamu, aliyekuwa ana ukosefu wa akili, aliyekusudia ama anayeenda kuvunja misingi ya amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Kwa statement hizo mbili, viongozi vijana wenzetu wa Dodoma, moja, walibeba dhamana ya kuwa mabalozi wa amani, umoja na mshikamano. Lakini pili, walibeba dhamana ya kuwa walinzi wa amani, umoja na mshikamano.
Ulinzi waliohakikishia kwa Mheshimiwa Rais ni kushirikiana na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na mamlaka zinazohusika ili kusudi taifa letu liendelee kubaki na amani nyakati zote na endelee kuwa sehemu salama kwa ajili ya maisha ya kila Mtanzania. Mwishoni tukaazimia, iwe jua iwe mvua, ujumbe huu lazima ufike kwa vijana wa mkoa wa Dar es Salaam katika sehemu ya vyuo na vyuo vikuu. Piga makofi kwa ajili ya hili. Katika mazungumzo yao wale vijana wa Dodoma, sisi tumeongeza maneno matatu tu kama sio manne. Tumesema tuipende, tuitunze na tuilinde nchi yetu.